Hujambo kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media. Jina langu unaitwa Victor Moshi, ambapo bado nasalia huko nchini Irani. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametangaza rasmi masharti matatu ambayo lazima Marekani iyakubali kabla ya kuwepo kwa uhusiano wowote wa moja kwa moja kati ya Tehran na Washington. Khamenei alitoa matamshi hayo katika hotuba ya moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa tarehe 3 Novemba mwaka 2025 wakati wa mkutano wake na wanafunzi wa Kiirani katika kumbukumbu ya mwaka wa 46 tangu tukio la kuvamiwa kwa ubalozi wa Marekani mjini Tehran mwaka 1979. Katika hotuba hiyo, Khamenei alisisitiza kwamba Irani haitaweza kuwa na uhusiano wowote wa kirafiki na Marekani hadi pale taifa hilo litakapoacha kile alichokiita sera za kibeberu katika eneo la Mashariki ya Kati. Khamenei alisema wazi kuwa Marekani ina wajibu wa kuacha kuunga mkono kile alichokiita utawala wa kizayuni wa Israel, kuondoa misingi yake yote ya kijeshi katika Mashariki ya Kati na kutoingilia masuala ya ndani ya mataifa ya eneo hilo. Kiongozi huyo alisema haiwezekani kuwa na ushirikiano wowote na taifa linalosaidia uvamizi na dhuluma dhidi ya watu wa Palestina. Wakati Marekani ikiendelea kufadhili utawala wa kizayuni na kuweka askari wake katika ardhi za Waarabu, hakuna mazungumzo ya kweli yanayoweza kufanyika. Khamenei pia aliongeza kuwa Iran ipo tayari kwa mazungumzo ya amani na mataifa yote duniani, lakini sio chini ya shinikizo wala vitisho vya Marekani. Alitaka Washington kuonyesha mabadiliko ya kweli katika sera zake kabla ya kudai mazungumzo mapya ya kidiplomasia. Kauli hiyo imekuja wakati uhusiano kati ya Iran na Marekani ukiwa bado ni wa mvutano mkubwa, hasa kufuatia kuongezeka kwa mivutano ya kijeshi katika Ghuba ya Uajemi na mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya vikosi vya Marekani katika Iraki na Syria. Taarifa hii imechapishwa pia na vyombo kadhaa vya habari vya kimataifa ikiwemo Reuters, Al Jazeera na Times of Israel, vikithibitisha kwamba masharti hayo matatu ndio msingi wa msimamo mpya wa Irani dhidi ya Marekani. Kwa sasa hakuna majibu rasmi yaliyotolewa na serikali ya Marekani, lakini wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema masharti hayo yanaweza kuwa kikwazo kikubwa katika juhudi za kurejesha mazungumzo ya nyuklia yaliyositishwa tangu mwaka 2022. Masharti ya Khamenei kwa Marekani: sharti la kwanza ni Marekani lazima iache kuunga mkono utawala wa kizayuni, yani utawala wa Israel. Lakini sharti la pili, Marekani iondoe kambi zote za kijeshi kutoka Mashariki ya Kati, ikiwemo kambi yake kubwa ya Al Udeid iliyoko nchini Qatar. Lakini sharti la tatu, Marekani isijihusishe wala kuingilia siasa za ndani za mataifa ya Kiarabu ya eneo la Mashariki ya Kati. Kauli ya Khamenei ya kuweza kutoa masharti matatu ikiwa Marekani inataka kuweza kuanzisha urafiki na Irani, kauli hii inaleta taswira moja kwa moja kwamba Irani imeweka shinikizo kwa Marekani. Ikiwa itahitaji urafiki wowote au ushirikiano wowote na taifa la Iran, basi ina wajibu wa kuweza kufuata masharti matatu ambayo taifa la Iran linaona kabisa kwamba kupitia haya masharti matatu yanaweza kuleta hofu kwa taifa la Iran, lakini mgawanyiko wa watu wa Iran, lakini vile vile hata kupelekea usalama wa taifa la Iran katika Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla ukawa katika mashaka. Hivyo ndio maana Ayatollah Said Ali Khamenei ameweza kuweka wazi kwamba taifa la Iran liko tayari kuanzisha urafiki na Marekani, lakini isipokuwa sababu kuu tatu tu ambazo Marekani inatakiwa iweze kuzifuata. Yaani Marekani lazima iache kuunga mkono utawala wa kizayuni, yani utawala wa Israel, lakini Marekani iondoe kambi zote za kijeshi kutoka Mashariki ya Kati, lakini pia Marekani isijihusishe wala kuingilia siasa za ndani za mataifa ya eneo hilo. Mtazamaji, tupe komenti yako kwenye habari hii ambapo nitakuletea uchambuzi zaidi kuhusiana na habari hii. Jina langu naitwa Victor Moshi.